Kuna mtu ulipoingia kwenye choo fulani ukakuta umevamiwa na nguvu za giza, na kuna baadhi ya watu waliingia chooni wakajikuta wamepata magonjwa fulani. Nataka nikuelekeze namna ya kiroho vile choo kinavyoweza kutumika kuwa lango la adui. Katika ulimwengu wa roho, choo ni mahali ambapo adui anaweza kujificha mahali pale. Nguvu za giza zinaweza zikawepo mahali pale. Unaweza ukanielewa? Nataka nikuelekeze vizuri. Kipindi cha nyuma, na kwa watu ambao mmekuwa kwenye shule za kawaida tu, kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wakiingia chooni, baada ya kutoka chooni wanaanguka mapepo. Ni kwa nini? Na kuna mtu mwingine unaweza kanisikiliza, unaona kuna mtu akijaga nyumbani kwako ni lazima tu aingie chooni. Yaani mpaka aombe kuingia chooni, mpaka aingie chooni. Unajiuliza ni kwa nini? Kwamba anatoka huko ndio anakuja kupata choo hapa. Katika ulimwengu wa roho, choo ni mahali pasiri ambapo mtu anaweza kufanya mambo ya siri. Tufahamu wazi ya kwamba shetani anapenda kufanya vitu vyake gizani. Anapenda kufanya mambo yake ya siri gizani. Kwa hiyo chooni tunatafsiri kama ni mahali pasiri. Mapepo yanaweza kakaa, nguvu za giza zinaweza kakaa, majini yanaweza kakaa. Na ndio maana unapoingia chooni, wakati mwingine kama umeingia kwenye choo kigeni, pata muda pia wa kuomba na kutakasa mahali pale. Kwa sababu kuna baadhi ya watu waliingia kwenye vyoo fulani wakajikuta wametoka na vitu vya ajabu, wakajikuta wametoka na nguvu za giza. Kuna kesi moja nimewahi kuipokea. Kuna mtu alipokuwa akiingia chooni, anasikia kama kuna kofi linampiga alafu hamuoni mtu. Anaona kama kuna sauti inamuita alafu hamuoni mtu. Na kuna mwingine akiingia chooni anaona kama kuna hali fulani ambayo sio ya kawaida inamkumba kama kizunguzungu. Wengine unakuta ameangukia chooni, alikuwa ameenda chooni, ameanguka chooni, amekufa. Ni kwa sababu gani? Katika ulimwengu wa roho, choo kinaweza kutumika kama lango la kukalisha au la kuingizia nguvu za giza. Lango linaweza kutumika choo kama lango la kukalisha au kuingizia nguvu za giza. Na kuna baadhi ya watu wanafanyia uchawi chooni. Wakati mwingine unasubiri usiku ingie ili nguvu za giza zifanye kazi, kuna watu wanataka kufanya uchawi chooni. Kuna watu wanaweza kachukua nyota ya mtu, wanaweza kachukua kibali cha mtu, wanaweza kachukua kitu cha mtu kwa njia ya choo, kwa sababu choo wakati mwingine kinaweza kuwa kina mahusiano na mtu ambaye anashiriki kwenye choo kile. Niko hapa kukuondolea katika maombi, na niko hapa kukuondolea kwa njia ya maombi kila uchawi ambao uliingia ndani yako kwa njia ya choo. Kila uchawi wa chooni, uchawi wa namna yote ile, nguvu za giza, majini, mapepo, ataki yote ya kiroho ambao ulitegeshewa kwa njia ya choo. Kuna watu mnategeshewa vitu chooni, wanajua tu lazima utaingia. Kwa ukiingia unakuta umenasa kwenye ule mtego. Wachawi wanaweza katengeneza hila, wakatengeneza magonjwa. Unakuta mtu mwingine baada ya kuingia chooni, ukitoka pale unakuta magonjwa yamekuvamia. Unakuta usiku wako umekuwa ni mgumu. Unakuta hofu imeanza kukamata, matatizo yameanza kuingia, unakuta uharibifu umeanza kuingia. Kila uchawi uliofanywa kwenye choo chako au kwenye choo ambacho uliwahi kwenda kushiriki na ukajikuta umevamiwa na matatizo mengi, niko hapa kukuondolea kupitia jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninajitenga na kila uchawi wa chooni, najitenga na kila majini ya chooni katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, kila nguvu za giza zinazokaa chooni zishindwe kwa jina la Yesu. Kila nguvu za shetani zinazokaa chooni zishindwe kwa jina la Yesu. Naachilia ufungulivu kupitia jina la Yesu. Naachilia nguvu za Mungu kupitia jina la Yesu. Kuanzia sasa, kila nguvu za giza zilizokaa ndani yangu, zilizonivamia kwa njia ya choo, kama ni magonjwa, ni matatizo, kuanzia sasa yaniachie kwa jina la Yesu. Kila nuksi, kila mikosi naiondoa kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ukiri wa mtu huyu ambaye Bwana alipata mashambulizi kwa njia ya choo. Mwingine akaenda tu chooni akajikuta amevamiwa na nguvu za giza. Mwingine alienda chooni, choo fulani akaenda kushiriki, akajikuta amevamiwa na vitu vibaya vya shetani. Niko hapa Bwana kuondoa kila roho ya giza, kila roho za shetani. Napoendelea kutamka maneno haya, unasikia ndani yako kama kuna kitu kinapanda. Unasikia ndani yako mapigo ya moyo yanaenda mbio. Maana kuna mtu ulivamiwa na majini kwa njia ya choo. Ukaenda kwenye choo fulani ukapata majini. Hayo majini ya chooni kuanzia sasa yakamatwe, kuanzia sasa yalipuke. Haijalishi yananisikia kutoka wapi. Wewe jini ni roho kamili, uko ndani ya mtu huyu, uliingia kwa njia ya choo, uliingia kwa njia ya choo. Kuanzia sasa kamatwa. Wewe uchawi, wewe mchawi, uliingia ukafanya uchawi kwenye choo kile ili umnase mtu fulani. Huo uchawi umejulikana, nami na ufichua na uharibu katika jina la Yesu. Napiga kila uchawi wa chooni, napiga kila uchawi wa chooni na uharibu katika jina la Yesu. Huo uchawi wa chooni
chooni na uharibu, na ukemea, na kemea kila masharti ya choo, na kemea kila watu walioenda kwa waganga wakapewa masharti waende wakafanye vitu fulani chooni, waende kufanya madawa fulani chooni, wakaambiwa kwamba nenda kafanya hivi kwenye choo. Naenda kila kinyume, na tibua kila nguvu za giza, kila magonjwa ya choo kuanzia sasa. Hayo magonjwa yaliyokupata kwa njia ya choo na yalipua kwa jina la Yesu, na yaondoa. Unasikia kuna vitu vinakuachia, unasikia tumbo limevurugika, unasikia moyo wako unaenda mbio, unasikia unapiga miayo, unasikia nguvu ya Mungu inakufungua, unasikia kupiga kelele na kuchanganyikiwa. Na uondoa uchawi wa chooni, uchawi wa choo na uondoa. Naposema maneno haya kwa mtu ambaye ananielewa, ambaye amefungwa, anasikia kufunguliwa, unasikia kupiga kelele, unasikia maombi haya ni kama sauti za moto zinakuchoma, unatamani kufunika masikio yako, lakini nguvu ya Mungu imekukamata. Na uondoa uchawi wa chooni, naondoa uchawi wa chooni, naondoa uchawi wa majivu, naondoa uchawi wa chooni wa kila namna, uchawi wa matundu ya choo, uchawi wa namna zote, na ulipua kwa jina la Yesu, na ulipua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kamatwa uchawi wote, kamatwa nguvu za giza zote, naziyeyusha kuanzia sasa. Naenda kila kinyume nazo, naenda kila kinyume nazo, na kufungua. Walikufunga kwa kurudi nyuma, na kufungua kwa kwenda mbele. Nafungua maisha yako, nafungua kwa jina la Yesu. Walikufunga kwa manuizo, walikufunga kwa uchawi wa choo, na kufungua kwa damu ya Yesu, na kufungua kwa jina takatifu la Yesu. Kuanzia sasa kila uchafu waliokupaka, kwamba watu wakikuangalia wakudharau, wakuchukie, wakuone ufai, kila waliokupaka usoni, kila waliokupaka kwenye fikra zako, na yaondoa yote, uchafu wote, kinyesi chote walichokupaka kwa njia ya kiroho, na kiondoa. Na achilia nguvu ya Mungu, na achilia ufungulivu. Takasika kwa jina la Yesu, takasika kwa jina la Yesu. Wekwa huru kuanzia sasa. Na haribu kila mishale ya giza, na haribu kila mashambulizo, na haribu kila mashambulizi ya kila namna, ya kuachie. Neema ya Bwana nikufungue kuanzia sasa. Kila nguvu za giza nimezinyamazisha. Pokea uponyaji. Uliyekuwa umevamiwa na magonjwa yaliingia kwako kwa njia ya chooni. Ulienda tu chooni ukajikuta umekamatwa na kizunguzungu, ukajikuta umekamatwa na magonjwa na pressure. Ulienda chooni ukajikuta hali ya kuparalyze imekukamata. Kuanzia sasa nguvu ya giza ya choo na iondoa. Mapepo yanayokaga chooni na iondoa. Wengine kwenye vyoo vyenu wamekaa majini. Maombi haya yaende kwenye hicho choo, yaende huko. Nawe chukua hatua imani, chukua hata maji kidogo, uweka afya, bariki, atakase, sema natakasa hichi choo. Kila nguvu za giza, kila mapepo yanayokaga chooni yaungue, yatoke hapa, sio mahali pao. Hayatakaa tena kwenye hichi choo, hayatakaa tena kwenye kona za choo. Na achilia ufungulivu kwa jina la Yesu. Wale ambao shuleni mlivamiwa na mapepo kwa njia ya chooni, kuanzia sasa na achilia nguvu ya Mungu na ulinzi uwe kwako katika jina la Yesu. Watoto zetu walindwe kwa nguvu za Mungu, wasipatwe na mapepo ya chooni. Yale mapepo yanayokaga chooni, yanayojificha chooni, tunayaondoa kwa jina la Yesu. Tunaachilia utakaso kila mahali kupitia damu ya Yesu na jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mwombezi mchungaji Godwin Ayubu Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi, Malamba Mawili mwisho. Nina hakika maombi haya ni maombi yanayoenda kubadilisha maisha yako, na utaenda kuona Mungu akikufungua na akikuimarisha kwa viwango vikubwa. Umesikia katikati ya maombi haya kuna vitu vimefunguka ndani yako, yarudie tena. Inua imani yako. Unaona kwamba kuna hali unaipitia, unahitaji msaada zaidi, basi kila Jumanne naonana na mtu mmoja. Ni wapi? Dar es Salaam, Mbezi, Malamba Mawili mwisho. Kumbuka kituo ni Malamba Mawili mwisho. Kila Jumanne muda ni kuanzia saa 4 hadi saa 10. Mahali ni Dar es Salaam, Mbezi, Malamba Mawili mwisho. Ukifika hapo utaona bango letu kubwa limeandikwa maombi ni dawa. Bodaboda wote wanatufahamu, waambie nipelekeni kanisa la maombi ni dawa au kwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Utafikishwa kanisani na tutakuhudumia. Lakini pia umesikia kuhudumia, wasema mtumishi wa Mungu niko mbali, lakini ndani yangu nasikia kuachilia sadaka yangu ili kusindikiza maombi haya. Basi karibu kwa namba 0743913291 0743913291. Hii ni namba ya Vodacom M-Pesa. Kama uko Tanzania, uko Kenya, niambie mtumishi wa Mungu naomba namba ya Kenya. Na uko mbali na Tanzania, uko nje ya Tanzania, kwa maana ya uko kwenye nchi za Amerika, Europe na nchi zingine, basi unaweza kaanza na 255 743913291. Jina ni Godwin Ayubu Ndelwa. Mungu akubariki, akutendee mema. Nitafurahi kuendelea kukuhudumia kwa njia ya mitandao ya kijamii kwa kuandika maombi ni dawa au maombi tiba. Bonyeza alama kusubscribe au kufollow ili uwe kwanza kupokea vipindi vya kiroho. Mungu akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.